Hongereni bana kwenye mchezo uliopita, licha ya kadi nyekundu, lakini tumeona performance bora sana sasa kipindi cha pili, mpaka ukadiri kusema kwamba kama tungeanza hivi basi hivi sasa tulikuwa tunazungumza tukiwa kwenye hatua ya robo finali. Nini kimebadilika hasa kipindi hichi ambacho Simba ameaga mashindano ya ligi ya mabingwa Afrika? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumekwenda salama Angola na tumefanikiwa kurudi salama na tumecheza mchezo wetu salama na tumepata matokeo ambayo sisi kwetu tunayatambua kama ni matokeo mazuri kwa upande wetu. Tayari tumeshaondolewa kwenye hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika na tumeshindwa kufuzu kwenda hatua ya robo finali, lakini tunayo furaha kubwa kutokana na maendeleo chanya ya kikosi chetu katika mchezo wa jana dhidi ya Petro. Kikubwa ambacho tulikuwa tunakitafuta ilikuwa ni kuweka heshima katika michuano hii ya ligi ya mabingwa Afrika. Ndiyo tumetolewa, lakini tusitolewe kidhalili, kinyonge, kiasi kwamba ikitokea mtu akiangalia msimamo anasema hii timu kweli mwaka huu ilikuwa imechoka. Kwa hiyo tulikwenda kwa namna hiyo, na of course mechi kipindi cha kwanza haikuwa kwetu. Wapinzani wetu waliweza kunufaika na makosa mengi ambao tuliyafanya, wakaweza kupata bao, lakini baadaye kipindi cha pili mwalimu Steven Becker akafanya mabadiliko ya wachezaji na akaingiza wachezaji ambao waliamsha mechi na kuifanya mechi kuwa hai, licha ya kwamba tulikuwa pungufu kwa kadi nyekundu ya nahodha wetu Shomari Kapombe, lakini wachezaji waliweza kusimama still na hatimaye tukaweza kupata sare ya bao moja. Sisi kwetu ni matokeo mazuri sana, yametuongezea confidence. Kwa sasa tuko nje ya mashindano, tunachokifanya ni kukamilisha ratiba, lakini tumeshaanza maandalizi ya kushiriki ligi ya mabingwa msimu ujao. Na unaanzaje maandalizi ya ligi ya mabingwa? Ni kwa kucheza mechi za ligi ya mabingwa. Kwa hiyo mechi yetu ya jana dhidi ya Petro, mechi yetu ya mwisho dhidi ya Stade Malien, yote hayo ni maandalizi ya ligi ya mabingwa msimu ujao. Timu yetu inatupa faraja kubwa namna ambavyo imebadilika, hasa kiuchezaji, kiufundi, na kila mtu ni shahidi. Hatujapata matokeo katika mchezo jana kwa maana ushindi, lakini unaiona ile performance, unaiona tunapata sare. Huko nyuma mechi za awali ilikuwa hata kupata sare ilikuwa ni changamoto, lakini unaona tunacheza mechi dhidi ya Esperance, tunakwenda tunapata sare na yeye Esperance kuchomoa, na kwenda kucheza mechi na Petro tunapata sare, kipindi cha pili timu ikiwa hai kweli kweli. Sisi kwetu ni mafanikio makubwa na inatupa mwanga ya kwamba tunakoelekea tuna nafasi kubwa na nzuri ya kufanya vizuri. Ni kama watu waliwakatia tamaa, lakini mnao uwezo kuzipata alama 5 kwenye kundi lenu mpaka sasa. Mechi yetu ya mwisho dhidi ya Stade Malien tuna uhakika wa kupata ushindi, japo ni ngumu. Stade Malien ambaye pengine watu walimchukulia poa, lakini ameonyesha kwamba ni mpinzani wa kweli na ni timu ya tofauti, na ndio mtu pekee ambaye mpaka sasa ameshafuzu kwenye kundi letu akiwa na idadi kubwa ya pointi. Kwa hiyo sio mpinzani wa kubeza, lakini tunaamini katika uwanja wa Benjamin Mkapa tutakwenda kupata ushindi. Sera yetu ni ile ile tu ya kwamba huwa hatupotezi mara mbili dhidi ya mpinzani mmoja kwenye kundi. Yaani ukitufunga kwenu tutakufunga kwetu, ukitufunga kwetu tutakufunga kwenu. Yaani imeshindikana sana ukiwa mgumu, basi tutaambulia hata sare. Lakini kwa Stade Malien tunao uhakika mkubwa wa kupata ushindi kutokana na improvement ya kikosi chetu. Kwa hiyo tuna uhakika wa kupata alama 5. Sio muhimu sana alama 5 kwa sababu hata tukizipata hakuna kitu kinatuongezea, lakini tunakuwa tumemaliza kundi letu kwa heshima ambayo inatupa faraja sisi wenyewe wana Simba. Muda mchache uliomwona Ino Josephine Loemba kwenye mchezo dhidi ya Petro Atletico de Rwanda pia umetosha kwa baadhi ya watu kuamini katika kipaji. Loemba amepata nafasi yake ya kwanza katika mchezo wa jana na kuonyesha uwezo mkubwa sana. Yeye ndo alikuwa game changer katika mchezo ule, namna ambavyo alikuwa anachezesha timu, namna ambavyo alikuwa anaitoa timu chini kuipeleka juu, namna ambavyo alikuwa na maelewano makubwa na wachezaji wenzie, namna ambavyo baada ya kuingia akawa ni mhimili muhimu katikati ya uwanja, anachukua mali kwa Chama anapeleka juu kwa kina Oura. Kusema kweli imeonyesha ni kwa namna gani
Simba tumefanya usajili bora katika dirisha dogo. Katika dirisha dogo msimu huu hakuna hata mchezaji mmoja wa kuchomelea. Wachezaji wote ambao tumewasajili dirisha dogo ni usajili wa kiwango cha hali ya juu kweli kweli, na ndio maana kwa jeuri pana tunasema kwamba kama group stage ya Champions League ingeanza hivi sasa, mnyama alikuwa ana qualify kwenda robo finali, tena ana qualify kwa kushinda mechi zote 6, yaani tunge qualify na alama 18. Hilo halina ubishi wa aina yeyote, kwa sababu timu ya namna hiyo tunayo, na timu hiyo tunayo ni kutokana na maingizo mapya wakina Ino Loemba, wakina Anicet Oura, wakina Libase Geye wamekuja kuibadilisha timu yetu kwa kiasi kikubwa sana. Loemba dakika 30 alizocheza jana imetosha dunia kutambua ni mchezaji wa aina gani. Nilikuwa pale uwanjani, wale wa Angola wanazungumza pale uwanjani, wanasema yule mchezaji ni mchezaji hatari. Wanazungumza Kireno lakini wanasema yule mchezaji siwaelewi. Sasa umejuaje? Lakini wanasema yule mchezaji aliyeingia kasuka rasta ni mchezaji hatari, atawaua wachezaji wetu, namna ambavyo alikuwa anafanya bala kubwa. Na kwa hili lazima tuwapongeze wachezaji wetu kwa kuwa na scouting ya hali ya juu kuweza kumleta Loemba, lakini kumshukuru vile vile na kumpongeza J Root kuweza kukamilisha ahadi yake, na ahadi yake haijaenda tu kiholela, imeenda kwa mchezaji wa maana kweli kweli ambaye amekuja kuleta tumaini kubwa na jipya ndani ya Simba Sports. Kama Angola semaje, wamefikia kusema hatua hiyo, mechi ya KMC ndio itakuwa balaa zaidi. Kama atapata nafasi tarehe 11 Watanzania watashuhudia mchezaji ambaye hawajawahi kumuona tangu taifa letu limeumbwa. Ni mchezaji wa daraja la juu sana, ni mchezaji ambaye anatia hamu kumuona akiwa na mpira, anatia hamu kumuona asipokuwa na mpira, anatia hamu kumuona akiwa anamkimbiza mtu, anatia hamu kumuona akiwa anakaba na ana nguvu. Jana uliona alipewa pasi na Duchu, alafu kuna mchezaji wa Petro akawa anakaribia kuwahi ule mpira, basi alimpa bega moja, yule bwana akagalagala mpaka nje ya uwanja. Ino akachukua mali kampa Anicet Oura akaipiga ndefu kule kwa mwalimu akaingia nayo. Ilikuwa ni ukatili wa hali ya juu sana. Kwa hiyo tarehe 11 katika uwanja wa KMC, kwanza na uhurumia KMC watakwenda kukutana na mchezaji ambao hawajawahi kukutana naye in terms of bora, in terms of maarifa ya mpira wa miguu. Maana yake ni kwamba wataenda kuteseka maradufu, lakini majukwaani na kwenye TV mashabiki wataenjoy kumuona Anicet, kumuona Ino Loemba. Mimi niwaite mashabiki wa Simba, najua wachezaji wa aina ya kina Loemba tumezoea kuwaona kwenye TV wakicheza, kwa maana kwamba wakicheza huko mbalimbali Maulaya. Sasa tumekuja kumuona Loemba Mwenge, hapo Mwenge Vinyago, unamuona live Innocent Loemba. Unakaaje nyumbani kuacha kuja kupata burudani kubwa? Lakini Ino Loemba ni moja tu, kuna hatari nyingine ya kina Oura, kuna hatari nyingine ya kina Libase Geye. Simba yetu imekamilika, alafu tuna mtoto mdogo wa miaka 17 Cleotus Chota Chama, naye anafanya balaa kubwa katika uwanja. Simba mpya kusema kweli, ni Simba ya asali maziwa, ni Simba ambayo imekamilika kweli kweli.